Unatambulika kwa jina gani? Kwa majina naitwa Grace Tweve au Mrs. Eward Mwinuka. Ni mkurugenzi wa kampuni ya Bariki Pharmacy. Bariki Pharmacy tunahusika na uuzaji wa madawa ya binadamu na vifaa tiba kwa jumla na rejareja. Tunapatikana mtaa wa Kipata na Nyamwezi. Karibu. Tuzungumzie tamasha la Uhekule Festival. Tamasha la Uhekule Festival kwako ni la ngapi kushiriki? Kwa kweli tamasha la festival kwa kushiriki nadhani hili litakuwa la pili. Tuliwahi kulifanya nadhani mwaka jana. Kwa sasa hili litakuwa ni la pili ambapo tunategemea kulifanya tarehe 8 mwezi wa 6 Uhekule. Ni kitu gani cha tofauti ambacho umekiona tofauti na matamasha mengine? Huko Tanzania, huko Dar es Salaam hapa kuna matamasha mengi sana yanafanyika. Lakini Uhekule wamekuja na tamasha lao, wamekuja na tamasha lenu nyinyi kama nyinyi. Unaona kuna kitu gani cha tofauti? Kiukweli tamasha letu ni la tofauti. Naweza nikasema ni la tofauti kwa sababu tofauti na matamasha mengine, sisi hili ni la linatuweka pamoja kijiji cha Uhekule. Kwa hiyo linatukumbusha kurudi nyumbani, linatukumbusha kwamba sisi ni wamoja, kutokusahau asili tulikotoka. Mara ya kwanza kabisa mbeba maono alivyokuletea wazo kwamba tunataka tuandae tamasha la Uhekule la kurudi nyumbani, tamasha la nyumbani, wewe ulijisikiaje? Ulipokeaje? Mimi nilipokea vizuri kwa sababu nasema kwa niliona kwamba ni tamasha ambalo linahusu tulikotoka. Kwa kweli mapokeo yalikuwa ni makubwa na mazuri, kwa sababu siku zote tunaambiwa tusisahau tulikotoka, tusisahau asili zetu. Kwa hiyo tulipokea kwa mapokeo makubwa sana kwa sababu linahusu na watu wa nyumbani na ni la kwetu sisi wenyewe. Kumekuwa na wimbi kubwa la watu wakija mjini wanabasahau nyumbani, hawataki kwenda nyumbani tena kusalimia. Unakuta mtu amekaa mjini miaka 20, miaka 15 hajarudi nyumbani. Pengine una jambo lolote la kuwashauri watu kama hao? Mimi nawashauri kwamba turudi nyumbani. Kwa sisi watu wa kweli sisi kwetu tunatumia. Ndio maana tulikuwa na uwezo wa kuandaa tamasha kama haya. Hiyo yote ni kutokusahau tulipotoka. Ndio tumekuja kutafuta hapa mjini. Lazima kule tumeacha ndugu zetu, tumeacha familia, tumeacha wazee. Kwa hiyo na watu wasisahau walikotoka katika masuala yote, masuala ya maendeleo kama sisi ambao tumekuwa tukifanya. Zaidi ni kwa ajili ya kutafuta pesa ili kutuwezesha kijiji chetu tuweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kama kuna maendeleo ambayo tumeshafanya kutokana na hilo tamasha la kwanza, tulipata pesa, tumeweza kujenga madarasa na ofisi za kijiji. Kwa hiyo ni jambo jema na ninawashauri watu kwamba wapende kwao, wakumbuke kwao. Okay. Unaweza ukawakaribisha sasa wale watu? Tunawakaribisha sana tarehe 8 mwezi wa 6 Uhekule Festival. Kuna mambo mengi, tumejiandaa vizuri. Kwa hiyo wasikose kwa kweli. Kama nilivyosema mwanzo, mkatakao ni mtumwa. Kwa hiyo tunawaomba wote warudi nyumbani. Yaani siku hiyo tarehe 8 mwezi wa 6 Uhekule kumekucha. Tuna msemo wetu kwamba tunasemaga Uhekule kumekucha. Kwa hiyo kumekucha kweli. Wasikose.